Waziri Mkuu katika nchi ya Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amemgeuka Rais Samia Suluhu na kumuonya vibaya. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wimbi la mshtuko limetanda nchini baada ya Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba kutoa kauli nzito inayotafsiriwa na wengi kama hatua ya kukosoa kwa ukali uhalisia wa matukio yaliyogubika kipindi cha baada ya uchaguzi. Kauli hiyo ilitolewa hadharani mbele ya hadhira pana na imeibua mjadala mpana kuhusu hatma ya waliopoteza maisha katika machafuko na uzito wa kile kinachoonekana kama tangazo la dhamira mpya ya kisiasa ndani ya serikali. Kwa mara ya kwanza, mmoja wa viongozi wakuu wa serikali ametamka hadharani kwamba damu ya wasiokuwa na hatia haijawahi kuwa baraka na kwamba taifa limebeba gharama zinazozidi kufichua makovu ya ndani ambayo hayajawahi kutibiwa. Taarifa hiyo imeonekana kama hatua ya kujitenga na ukimya uliotawala baada ya vurugu za kisiasa, hatua ambayo imewafanya wengi kujiuliza maswali mapya kuhusu mustakabali wa uwajibikaji na maendeleo ama na mwelekeo wa kisiasa nchini. Kwanza ni kwa sababu haikutarajiwa kutolewa na muhimili wa juu wa serikali. Pia ni sababu imetolewa katika kipindi ambacho mjadala kuhusu uhalali wa nguvu iliyotumiwa katika mazingira ya kisiasa bado unaendelea kuwaka. Na tatu, kwa sababu kauli hiyo imefungua mlango wa mjadala ambao kwa muda mrefu ulibaki nyuma ya pazia la ukimya wa kitaasisi. Na hapa wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa Daktari Nchemba ameenda kinyume na Samia Suluhu na kumgeuka, kwa maana alitaja na kusema kwamba anayeua mtu ambaye hana hatia basi amelaaniwa. Na kwa wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba mauaji yaliyofanyika nchini Tanzania yanamrejelea Samia Suluhu ambaye alitoa agizo la shoot to kill. Kwenye ujumbe wake, Daktari Mwigulu Nchemba alisema kuwa kumetokea msukosuko hapa katikati baada ya kumaliza uchaguzi, na jana nilisema na leo narudia, msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha wa Tanzania na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Mimi kwenye imani yangu kumwaga damu ya mtu mmoja sina hatia sio baraka katika ardhi husika. Kwa hiyo tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira haya. Kwa hiyo tunapokutana kama hivi, ombi langu sote na kila mmoja kwenye dhamira yake tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu, linatupa gharama. Ujumbe wake Daktari Mwigulu Nchemba ambaye ni Waziri Mkuu wa Tanzania. Kadri taarifa hiyo ilivyoendelea kusambaa, hisia za umma ziliendelea kupanda. Kigumizi cha viongozi wengi katika kushughulikia suala la waliopoteza maisha katika mazingira ya kisiasa kilikuwa kimezoeleka na kuonekana kama sehemu ya utamaduni wa kisiasa unaokwepa uwazi. Lakini safari hii sauti imetoka kwa mtu ambaye ni kiungo muhimu katika uendeshaji wa serikali. Kauli yake haikupewa uzito kwa sababu ya maneno yake tu, bali kwa sababu ya nafasi yake katika usimamizi wa masuala ya kitaifa. Kwa kueleza kwamba wananchi walipoteza maisha bila hata kushiriki katika machafuko, aliweka bayana mtazamo mpya unaokinzana na simulizi iliyotawala kwa muda mrefu kuhusu sababu za vifo hivyo. Mantiki ya matamshi haya inaibua swali gumu kwamba je, taifa linakabiliwa na matokeo ya misingi iliyotikiswa na matumizi ya nguvu yaliyovuka mipaka ya kinidhamu? Na je, kauli hiyo ni ishara ya mwanzo wa safari mpya kutathmini upya maumivu ambayo hayakuwahi kutambuliwa rasmi? Kauli ya Waziri Mkuu inaonekana kuwa zaidi ya kauli ya faraja kwa familia zilizopoteza wapendo wao. Inaonekana kama tangazo la dhamira mpya linalojaribu kujenga msingi wa maridhiano na tathmini ya kina ya athari za kisiasa na kijamii. Kwa kuitaja gharama ambazo taifa limebeba, alifungua kurasa mpya unaoonyesha kwamba suala la waliouawa halitakiwi tena kuonekana kama tukio la kupita, bali kama historia ambayo inaendelea ama itaendelea kuwa kioo cha mustakabali wa taifa. Dhamira hii inaakisi uzito wa kile alichokiona kuwa makovu ya jamii, makovu ambayo hayakuanza tu wakati wa machafuko, bali yamekuwa yakijikusanya kwa miaka kadhaa katika mazingira ya kisiasa ambayo mara nyingi huenda vikundi vya raia vililazimishwa kukubaliana ama kukabiliana navyo bila maandalizi
wala ulinzi. Kauli hiyo pia inafungua mlango wa mjadala kuhusu nafasi yake halisi katika kufanya tathmini ya kitaifa. Inaibua swali kuhusu kama anatengeneza misingi ya mabadiliko ya kimfumo au kama anatangaza mwelekeo tofauti ndani ya serikali. Hata hivyo, uzito wake unaendelea kushikilia fikra za wananchi, huku wengi wakitafakari kuhusu uwezekano wa hatua za kisheria, kisera na hata kisiasa ambazo zinaweza kufuata. Msukosuko aliozungumzia uliuzisha kipindi cha sintofahamu kilichovuka baada ya siku za mwisho za uchaguzi, wakati ambao taarifa za watu kupotea, kujeruhiwa na kupoteza maisha zilianza kuongezeka. Hali hii ilizua wasiwasi na kuacha hofu kubwa kwa jamii ambazo hazikuwa na uwezo wa kuelewa chanzo, tathmini wala maamuzi ya serikali kuhusu ulinzi wao. Ndani ya misukosuko hiyo, baadhi ya wananchi walipoteza maisha katika mazingira ambayo hayakueleweka kwa urahisi. Wengine walikutwa katika maeneo yaliyokuwa mbali na vituo vya fujo, jamii lililoibua maswali yasiyopata majibu kuhusu vigezo vilitumiwa na vyombo vya usalama katika kujibu hali iliyokuwa ikijitokeza. Kwa muda mrefu jamii ilijikuta ikihangaika kupatanisha simulizi zilizotolewa rasmi na hali halisi ya matukio ambayo baadhi ya familia zilipitia. Hadi leo simulizi za matukio ya kipindi hicho zimeendelea kuibua hisia zinazokinzana. Wapo waliouona kama utekelezaji wa nguvu uliolenga kulinda amani, lakini wapo pia wanaoona kama hasara ama kama sura ya matumizi ya nguvu yaliyovuka mipaka ya kibinadamu. Na namna yoyote ile, dhamira yake ya kutaja gharama za maumivu imefanya mjadala huu uzuke upya kwa kasi kubwa. Katika maelezo yake kuhusu makovu, wazo kuu lililojitokeza ni mzigo mkubwa ambao familia zimebeba. Wengi waliopoteza wapendwa wao walijikuta katika mazingira ya kukosa msaada, kukosa taarifa na mara nyingi kukosa nafasi ya kueleza hadharani yale walioyapitia. Kwa muda mrefu walibeba uhalisia ambao haukutamkwa katika majukwaa ya kitaifa. Kwa mara ya kwanza walipata kusikia kiongozi wa ngazi ya juu wa serikali akitambua hadharani kwamba vifo hivyo vimeacha athari nzito kwa taifa. Ili limewapa baadhi ya faraja ya kwanza ya kisiasa, si kwa sababu maumivu yao yamekwisha, bali kwa sababu yametajwa rasmi kama majeraha ya taifa, si ajali, bahati mbaya. Kauli hii inaweza kueleweka pia kama hatua ya kurudisha imani ya wananchi kwa taasisi ambazo zimeonekana kama zinatumia nguvu pasi na usimamizi wa uwajibikaji wa karibu. Kwa kukumbuka waliofariki na kutangaza kwamba maafa kama haya hayapaswi kurudiwa kamwe, kiongozi huyu ameonyesha ishara ya taifa linalotafuta uthabiti wa maadili na ulinzi wa utu wa mwanadamu. Kadri taifa linavyoendelea kupokea mwangwi wa kauli hiyo, inaonekana wazi kwamba mjadala huu hautamalizika haraka. Kauli ya waziri mkuu ni kama kichocheo kipya kinachofungua ukurasa wa tathmini ya kina kuhusu jinsi taifa linaweza kuzuia kurudia kwa hali iliyowahi kutokea. Inaibua mjadala kuhusu nafasi ya maadili katika uendeshaji wa dola na namna masuala ya ulinzi na usimamizi wa amani yanavyopaswa kufanyiwa marekebisho ya kimfumo. Na katika kutaja gharama ya vifo hivyo vya taifa, kiongozi huyu amefanya mjadala huo kuonekana kama sehemu ya mpango wa uwajibikaji wa kitaifa. Inaashiria kwamba upo uwezekano wa mabadiliko katika usimamizi wa sheria, mbinu za kiulinzi na njia za kuzuia matumizi ya nguvu zisizothibitiwa. Hata kama mabadiliko hayo bado hayajatangazwa rasmi, kauli yake inatoa ishara ya safari ndefu ya kitaifa na kuelewa athari ya maamuzi ya kisiasa. Kauli ya Daktari Mwigulu Nchemba imezua hisia nzito kwa sababu inaguza kiini cha maumivu ya taifa. Inaonyesha kwamba makovu ya vifo vya wasiokuwa na hatia bado ni sehemu ya kumbukumbu ya pamoja ambayo taifa halijasahau. Kwa kuitambua hadharani, amefungua mjadala ambao wengi hawakuthubutu kuanza. Kauli yake imekuwa kama mwanga unaongozwa na utambuzi wa kwamba damu iliyomwagika bila sababu za msingi haipaswi kuwa sehemu ya utamaduni wa taifa. Safari ya kuelekea maridhiano ya kweli bado ni ndefu, lakini hatua ya kulitambua jeraha ndio mwanzo wa tiba yake. Na kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, taifa limepata kusikia sauti ya juu ikisema kwamba majeraha haya
hayapaswi kurudiwa na kwamba gharama yake kwa ardhi ya Tanzania ni kubwa mno kuruhusu historia hiyo tena kujirudia.